Tupo hapa na Ustadhi Shafi. Ustadhi bwana, kuna mambo tena Mwalimu Ndacha kayaleta, lakini naye anatoa reference kutoka kwenye Biblia. Kwa hiyo sio mambo ya kutunga kama kutunga. Anasema kwamba Waislamu hamwezi kupata uzima wa milele. Waislamu hawawezi kuwa na uzima wa milele, akitoa maandiko kutoka katika kitabu cha Qur'ani al-Ikhlas, lakini akilinganisha na yale maandiko kwenye Biblia kutoka kwenye Yohana 3 mstari ule wa 16 na mstari wa 36. Natamani niusome kabisa hapa kabla hatujaendelea sana. Yohana Yohana 3 mstari wa 16 unasema hivi: kwa maana, kwanza nianze mstari wa 18, anasema kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Narukia mstari wa 36, hii Yohana 3. Amwaminie mwana ana uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwanza tunazia hapo, Waislamu mnaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Kwani simulizi hapo katika kupata uzima wa milele kuna neno kuamini kwamba huyu ni mwana wa Mungu? Kwa hapo bado. Sasa vipi utuulize kwamba tunaamini mwana wa Mungu wakati shida yetu ni uzima wa milele? Kwa sababu anachosema Ndacha kwa madai yake, yeye anadhani ukiamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ndio unapata uzima wa milele. Yaani unatakiwa uamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ndio utapata uzima wa milele, wakati kipengele hiko katika Biblia hakuna na hakitopatikana. Sasa hiyo 3:16 yeye mwenyewe hajaielewa. Irudie vizuri bwana simulizi. 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu. Ulimwengu ulipendwa na Mungu. Tuendelee. Hata akamtoa mwanawe pekee. Hata akamtoa mwanawe pekee. Mungu aliupenda ulimwengu. Twende kwa tafsiri yake. Baada ya kuupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee kwa mujibu wa Biblia na kwa mujibu wa Kristo. Huyu Yesu kwa mujibu wa Kristo na Biblia tuwashumu ndio mwana wa pekee. Endelea sasa. Ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Asante sasa. Ili kila amwaminie nani sasa? Mwanawe wa pekee. Je, uzima wa milele unakuja kwa kuamini kwamba huyu ni mwana wa pekee, au unakuja kumwamini yeye kwa kile atachokisema? Inakuja kwa kumwamini Yesu. Sawa, kwa kile atachokifanya, atakachokuwa anasema. Sio kwamba sisi tuamini kwamba huyu ni mwana Mungu wa pekee ndio tunapata uzima wa milele. Umeelewa Kiswahili simulizi? Umenielewa kwanza? Hapana. Hujanielewa? Nataka turudie kidogo. Asante. Wakristo kwa mujibu wa Biblia wanasema Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Kwa mujibu wa Biblia Yesu wanadai ndio mwana pekee wa nani? Wa Mungu. Japo tutakwenda kutizama mahala pengine, sio pointi yetu. Ili kila amuaminie, sio kila atakayeamini kwamba huyu ni mwana wa pekee wa Mungu. Umeelewa Kiswahili vizuri? Hapo shida ni kwamba tunachotakiwa ni kumwamini Yesu. Sio kuamini kwamba huyu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Andiko alisema hivyo, ndipo Ndacha anaposhindwa kuelewa. Sasa Ndacha yeye anatafsiri kwamba tunatakiwa tuamini huyu ni mwana wa Mungu ndo tutapata uzima wa milele. Kumbe andiko alipo hivyo. Nyinyi mnasema huyu ni mwana wa Mungu wa pekee, lakini kila amuaminie. Sio kila atakayeamini kuwa huyu ni mwana wa Mungu, kila amuaminie. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tumuamini nani? Muamini Yesu. Yesu ambao Wakristo wanasema ni mwana wa Mungu. Lakini sio tumeambiwa kutuamini kwamba ni mwana wa hivi. Kiswahili umekipata vizuri? Hapo nakupata. Kweli simulizi? Hapo nakupata. Sijakuacha hapo.
Hapana, yani nilichokuelewa wewe unachomaanisha kwamba hapa Biblia ilipoandika kwamba inatakiwa tumwamini Yesu atakachofundisha. Asante sana. Sasa umeelewa. Sasa Ndacha alisipoelewa, yeye anadhani kule kumwamini kwamba huyu ni mwana wa nani? Wa Mungu, kwamba anataka watu tuamini kwamba uzima wa milele haupatikani sharti tukubali kwamba huyu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kumbe sivyo hivyo. Mungu alimtoa mwanawe wa pekee kwa mujibu wa Wakristo na Biblia ili kila mtu amuaminie. Kuna kitendo cha kuamini, sio kuamini kwamba huyu ni mwana wa nani? Wa Mungu. Kuamini mwana wa Mungu, Biblia haijasema kwamba ndo unapata uzima wa milele, ila umwamini Yesu. Umwamini katika nini? Soma 5:24 Yohana. Yaani Kiswahili tusimulize hapo Ndacha ambacho kimemshinda. Yohana 5:24 Kiswahili tu kimemshinda. Amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele. Yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenituma ana uzima wa milele. Kwa hiyo uzima wa milele unapatikana vipi? Kumwamini Mungu na kulisikia neno la nani? Neno la Mungu alilotumwa aje alisema Yesu. Sawa. Sio kwamba tuamini kwamba Yesu mwana wa Mungu ndio tutapata uzima wa nini? Yaani ni Kiswahili tusimulizi Ndacha sichojua. Yaani Ndacha hajui tafsiri ilivyo. Anasoma vile ambavyo anavyohitaji kwa tafsiri yake. Sijui umeelewa bwana simulizi. Kwa hiyo tunachotakiwa watu sio kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ndio kunatupa uzima wa milele. Sio hivyo. Yesu anasema yeye atakayelisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Mambo mangapi? Kulisikia neno la Yesu na ukaamini kwamba Yesu kampeleka nani? Mungu. Wewe una uzima wa nini? Wa milele. Kuna mtu mmoja alikuja kumuuliza Yesu. Msoma Luka 18:18. Ndacha hajui kitu simulizi. Yaani Ndacha mweupe hajui kitu. Kwanza tafsiri anayotafsiri anataka mwenyewe. Analazimisha jambo liingie ambalo haliwezi kuingia jambo hilo. So, tena mtawala mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Anataka nini huyo bwana? Uzima wa milele. Ambao Ndacha anatuambia ili tupate uzima wa milele tuamini kwamba Yesu ni mwana? Tuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Wakati kwenye Biblia hakuna iko kipengele. Huyo bwana sasa anauliza, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kurithi uzima wa milele? Yesu akamwambiaje? Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Akamuuliza, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ni Mungu. Hakuna aliye mwema, mmoja tu, naye ndiye Mungu. Yesu anakanusha neno la kuitwa mwema. Anasema sistahili kuitwa mwema. Kwa nini? Hakuna aliye mwema ila mmoja, naye ni Mungu. Endelea. Wazijua amri? Hizo sasa zinakupa uzima wa milele. Wazijua amri wewe? Unajua maamrisho wewe? Unajua unachotakiwa kufanya wewe? Endelea. Usizini, usiue, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Mbona amri hizo unazitoa? Hizi ndo zinamfanya mtu sasa apate uzima wa nini? Wa milele, sio kuamini kitu. Anateremsha zile amri unazotakiwa kuzifanya. Endelea. Akasema, hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu. Anasema, mi Bwana Yesu, hayo unayoyasema mi shida yangu uzima wa milele, lakini hayo mitoka utoto nimeyashika. Yesu akamuongezea jingine. Endelea. Yesu aliposikia hayo alimwambia, umepungukiwa na neno moja bado. Anawaambia, wewe yote hayo ili upate uzima wa milele, kama yote umeyafanya, kuna neno umepungukiwa bado. Kitu gani? Viuze ulivyo navyo vyote, ukawagawie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate. Mbona maneno haya? Mmemuelewa Yesu simulizi? Ndacha atakusumbua tu, hakuna anachokijua. Sisi ndo wataalamu wa hilo dude. Sisi ndo wataalamu wa mafundisho. Sisi ndo wataalamu. Hayo ndio mafundisho ambayo wewe unaweza ukapata uzima wa milele, sio kwa kuamini kitu. Kwa hiyo ukiamini kwamba Yesu mwana wa Mungu, Musa aliamini, Ibrahimu aliamini, Daudi aliamini, Nuhu aliamini, na maana wote hawatapata uzima wa milele? Sio kweli.
Kwa hiyo uzima wa milele, huyo bwana anataka afundishwe uzima wa milele ataupataje. Ndio Yesu anamwambia usiue, usizini, usifanyeje, lakini akwambia yote mimi nimeyafanya toka utotoni. Akamwambia yote, lakini umepungukiwa na hili. Kauze vyote ulivyokuwa navyo, kawagaie maskini, kisha njoo unifuate mimi. Wewe utapata uzima wa milele. Umenipata? Soma 8:18 Yohana. Tumalizie hapo alafu tuendelee na kitu kingine. Sawa. 8:18 Kitabu cha Yohana. Anasema hivi. Mimi ndimi ninayejishuhudia mwenyewe. Naye Baba aliyenituma ananishuhudia. Endelea. Basi wakamwambia, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu, mimi hamnijui, wala baba yangu hammjui. Kama mngalinijua mimi, mngalimjua na baba yangu. Maneno hayo aliyasema alipokuwa akifundisha hekaluni, lakini katika chumba cha hazina, wala hakuna mtu aliyemkamata kwa sababu saa yake ilikuwa haijafika bado. Unaona hapo anasema mimi najishuhudia mwenyewe, ushuhuda wangu sio kweli. Yupo anayenishuhudia ambaye ndio nani? Ndiye Mungu. Na ndio maana kule akasema atakayesikia neno langu na kuamini yeye aliyenipeleka ana uzima wa milele. Kwa hiyo uzima wa milele kwa mujibu wa Yesu unapatikana kwa kulisikia neno la Mungu, kulisikia neno la Yesu, na vile vile kukubali kwamba Yesu ndiyo kapelekwa na Mungu, wewe una uzima wa milele. Kwa hiyo Ndacha bwana simulizi, mimi huwa simuelewagi anachokisema katika maandiko. Mwalimu nilimuuliza hayo maswali. Uh-huh. Nikamuuliza kuhusiana na hilo la Yesu. Kwamba je, inatakiwa tuamini hivi? Ni lazima kwanza tuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Akasema hilo ni lazima. Tukapata andiko kutoka katika waraka wa Yohana wa kwanza, sura ya 4, mstari wa 15. Ndio hiyo aliyokuwa anasema. Kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Hilo hapo. Kila akilie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye hukaa ndani ya Mungu. Shida nini? Shida ni kwamba Waislamu hamjakiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwa hiyo Mungu akai ndani yenu, wala Yesu akai ndani yenu, wala nyinyi hamkai ndani ya Yesu wala ndani ya Mungu. Waraka ya kwanza, Yesu kasoma 15. Wewe soma 12. 12 anasema, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana Mungu hukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Kumbe chengine tunatakiwa ili Mungu akae ndani yetu tufanyeje? Tupendane. Mimi na wewe tukipendana Mungu atakaa wapi? Anakaa ndani yetu. Sio kukiri tu kwamba Yesu mwana wa Mungu, hata tukipendana Mungu anakaa ndani yetu. Okay. Simulizi Ndacha hajui kitu. Yesu kaisoma mwenyewe. Yaani Ndacha hajui anachokisema. Yaani hajui kabisa anachokisema. Mimi namsikilizaga afu nacheka peke yangu. Ila kwa sababu wewe simulizi unakuwa una nani hivi, unamwona kama vile kasema sawa, lakini asemi sawa. Anakosea sana katika kusema, na anakosea kwa sababu anasema vile ambavyo yeye anatamani watu wasikie hivyo, lakini sio kweli. Uzima wa milele unapatikana vipi? Anza 17:1 Yohana. 17:1 kitabu cha Yohana, tutapata vitu vitamu sana. Tupate sasa uzima wa milele unapopatikana. Sawa. Sasa ni kwa mujibu wa Biblia hii. Kwa Biblia hiyo ulisoma 17:1. Moja. Maneno hayo aliyasema Yesu, akainua macho yake kuelekea mbinguni, akasema, Baba, saa imekwisha kufika, mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Anamuomba Mungu. Yesu anainua macho juu mbinguni. Wafuasi wa Biblia wakiomba Mungu, wao unajua wanafanya nini? Wanafumba macho. Kumbe Yesu anaomba juu mbinguni, akinyanyua macho yake juu mbinguni. Endelea. Mstari wa 2. Kama vile ulivyompa mamlaka juu ya watu wote, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele, na uzima wa milele ndio huu. Anasema kama vile uliompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili wote uliompa awape uzima. Yesu sasa anatoa nini bwana simulizi? Uzima wa milele. Bwana Yesu anautoa ule uzima wa milele. Lakini watu wakashangaa, unautoa uzima wa milele ndio nini sasa uzima wa milele? Yesu anamaliza kwamba tukitaka uzima wa milele masharti yetu, cha kwanza kabisa tumjue Mungu wa pekee wa kweli. Na nani? Na Yesu Kristo aliyetumwa. Kuna kipengele cha kukubali Yesu mwana wa Mungu?
anaongopa sana Ndacha, anaongopa sana simulizi Ndacha, hasemi kweli hata siku moja. Sasa utakuta maswali yake kauliza dakika 30 40, lakini najibika kwa dakika hii moja. Uzima wa milele ndio huo Yesu kautaja. Tujue ya kuwa wewe ni Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo sisi Waislamu, bwana Ndacha, simulizi, hatwendi peponi kwa kukiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hatwendi peponi hivyo. Sisi Waislamu tunakwenda peponi kwa matendo tunayoyafanya. Yepi? Anza 40:40 Qur'an. Kitabu cha Qur'an 40:40. Kuna vitu vingi sana vya msingi vya kujifunza. Alafu utaona namna Ndacha kwamba haelewi nini anachokisema. Na mimi naamini Ndacha haelewi kitu gani anachokisema, au anaelewa lakini anafanya vitu kwa makusudi kabisa ili mradi aipoteze jamii. 40:40 Qur'an. Nasema hivi, afanyaye ubaya hata alipwa ila sawa na huo uovu wake. Naona Mungu katika Qur'an, ukifanya ubaya hutolipwa ila sawa na ubaya wako. Na afanyaye mema akiwa mwanamume au mwanamke naye ni Muislamu. Ukifanya mema ukiwa mwanamke au mwanamume naye ni Muislamu, basi hao wataingia peponi, basi waruzukiwe humo bila hisabu. Tutaingia peponi turuzukiwe bila hisabu. Kwa hiyo hatuna kipengele cha kuamini wana wa Mungu ndio twende peponi. Sisi tutakapofanya matendo mema na mazuri, akiwa Muislamu, mwanamke, mwanamume, huyo atakwenda peponi pasipokuwa na hesabu. Maliza 43:68 Qur'an. Mlio wazuri. Unaona Mungu siku ya kiyama anasema, enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hamtahuzunika. Hiyo siku ya kiyama hatuna hofu wala hatutohuzunika. Endelea. Waja wangu ambao waliziamini aya zetu kisha na walikuwa Waislamu kamili. Hawakuwa Waislamu mabubusa bubusa, walikuwa Waislamu kamili. Mfanye nini? Ingieni bustanini peponi, nyinyi na wake zenu mtafurahishwa humo. Unasemaje bwana? Wakati najadiliana na Mwalimu Ndacha aliniambia hivi, inawezekana Mtume Muhammad alikuja kuwapoteza watu wasiingie katika uzima wa milele kwa sababu ya, anasema ni Qur'ani 112 yote 12 yote. Naomba niisome kwanza nione 112 yote ili umeelewa hili. Ili nimeelewa hapo. Sawa. 112 hii hapa 112. Anasema, kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, sema yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Mwenyezi Mungu tu ndiye anayestahiki kukusudiwa na viumbe vyake vyote kwa kumwabudu na kumuomba na kumtegemea. Hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana anayefanana naye hata mmoja. Anasema kwa mujibu wa hii sura yote inapoteza watu kuingia katika uzima wa milele, kwa kuwa hii inasema Mungu hana mfano, cha kwanza, alafu cha pili inasema Mungu hana mwana, hakuzaa wala hakuzaliwa, wakati tunajua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Anasema Mungu hana, hii sura inaonyesha hapa Mungu hana mwana, maana yake hakuzaa wala hakuzaliwa na hafanani na chochote. Na kwa hiyo hoja yake ni nini sasa? Hoja ni kwamba bila kujua kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, yani bila kukubali kwamba Mungu ana mtoto anayeitwa Yesu, huwezi kuwa na uzima wa milele. Na anasema hii Qur'ani hapa imekuja kwa ajili ya kuwapoteza watu wasiende kwenye uzima wa milele. Sasa hilo la kusema kwamba bila kukiri kwamba Yesu ni mwana wa Mungu huwezi kuwa uzima wa milele, hilo ndo tumelikataa, kwamba halipo, kwamba uzima wa milele haupatikani kwa kusema kwamba Yesu ni nani? Ni mwana wa Mungu. Hilo si tumelishalimaliza au tukalimaliza? Tumelimaliza, lakini anasema hivi, huyo Yohana ambaye tunamtumia, kwa mfano tumetumia hapo kwenye 17, anasema ndo huyo alienda kuandika ule waraka wa kwanza wa Yohana 4:15 anaosema kila akilie kwamba lazima ukiri. Rudia tena 4:15 waraka wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana sawa. Yohana alikuwa anasema hivi,
kwenye waraka wa kwanza wa Yohana mstari wa 15, kila akilie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake naye ndani ya Mungu. Umeona, hakuna hapo uzima wa milele. Sasa anachosema hapo alichokuwa anasema kwamba maana yake kwenye Qur'ani, kwa sababu haijakiri, kwenye misikiti kwa Waislamu kwa kuwa hawakiri, Mungu akai ndani yao, kwa hiyo hakuna Mungu. Sasa ibada wanayofanya wanamfanyia nani? Nakwambia soma 4:12. Sawa. Hakuna aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake sio kigezo cha kusema Yesu mwana wa Mungu ndo Mungu atakaa ndani yetu. Hata tukipendana Mungu anafanyaje? Anakaa ndani yetu. Lakini hiyo Qur'ani nataka nifundishe kidogo leo. Nifundishe vizuri kabisa, nataka nifundishe. Mungu anaposema hakuzaa wala hakuzaliwa, kuna neno limetumika kwa Kiarabu inaitwa alwilada. Wilada ni ule uzazi ambao wanakutana baina ya mama na baba. Huu unaitwa alwilada. Zikatoka sperm pale, zikachanganyika pale, huu ndio maana unaitwa alwilada. Katika Qur'ani Mungu anachokikataa ni kule watu walipofikia mahala wakadhani kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kwa kusudio la hiyo mchezo uliofanyika hapo. Umeelewa? Qur'ani inapinga uwana wa staili hiyo, kwamba kudai kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, huenda Mungu alifanya jimai na Mariamu akapatikana nani sasa? Yes. Akapatikana Yesu. Uislamu unavuka mipaka mikubwa sana na kuweka mipaka mikubwa sana watu wasifikie katika neno hilo. Hapo uwana wa Mungu unakataliwa. Lakini uwana wa Mungu kwa maana ya kwamba sisi Mungu Rabbi ni mlezi wetu, anatulea, anatupa kila tunachohitaji. Uwana wa Mungu tuseme kwa Kiswahili kizuri cha maana ya malezi, Uislamu kitendo hicho haufanyeje? Haukatai. Sijui bwana simulizi unanielewa. Soma 2:116 Qur'ani, kuna kitu nitakuelimisha. Sura ya 2 aya 116. Nataka niweke wazi vizuri sana leo ili kieleweke kinachozungumzwa, maana huu wana sasa umekuwa tatizo. Nataka nikufundishe hapo simulizi, kuna jambo utalitafsiri vizuri na utalielewa vizuri kabisa ukisoma 116. Anasema hivi, na makafiri wanasema Mwenyezi Mungu amejifanyia mtoto. Ameepukana na hilo Mwenyezi Mungu. Umeona? Makafiri wanasema Mungu kajifanyia mtoto. Kwa hiyo Mungu anakataa kitendo cha kumtangazia kwamba yeye akajifanyia nani? Mtoto. Kujifanyia manake kajitengenezea mtoto. Mungu kaepukana nalo. Soma tafsiri ya maneno hayo chini. 116 tafsiri yake. Wakristo wanadai kuwa wanamwita Isa mtoto wa Mungu kwa sababu ati. Wakristo wanadai kuwa wanamwita Isa mtoto wa Mungu. Endelea. Kwa sababu ati Mungu Mwenyezi amemwita mwanawe kama ilivyo katika vitabu vyao. Kwa sababu Mungu Mwenyezi amemwita mwanawe kama ilivyo katika vitabu vyao. Endelea. Lakini ukisoma vitabu vyao utaona kuwa Adam pia ameitwa mwana wa Mungu. Ukisoma vitabu vyao utaona Adam kaitwa mwana wa Mungu. Na wala Wakristo hawaamini kuwa ni mwanawe. Lakini Wakristo hawaamini kuwa ni mwanawe. Endelea. Anasema ni tazame Luka 3:38. Hapana shaka kuwa uwana huu ni wa huruma na mapenzi tu, kama vile mtu amuitavyo mwanangu mtumishi wake ampendaye, si uwana wa kizazi. Mbona ule ukatazwa? Umeelewa simulizi? Uliokatazwa ni wana wa kizazi. Tumeelewana vizuri? Lakini uwana unaokusudiwa hapo ni uwana wa mapenzi na huruma, kama vile wana Yanga, wana Simba, wana Nchi, wana CCM, wana Chadema, wana Kafu, lote limetumika neno wana.
haimaanishi wana huu ni wa kizazi, bali wana huu ni wa mapenzi, ambapo hata sisi Waislamu wana huo tunaukubali, kwa maana ni uwana wa mapenzi, sio uwana wa kizazi. Uwana huu hata Yesu mwenyewe alitumia katika Marko 2:5, kitabu cha Marko 2:5. Nataka hili swala mimi nilimalize kabisa, maana sasa imekuwa shida kwa Waislamu. Marko 2:5 anasema, naye Yesu alipoiona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Yesu ana mtoto? Kwa nini anamta mwanawe? Huruma. Umejifunza kitu? Najifunza kitu. Mimi nilimuuliza Mwalimu Ndacha, nikasema tofauti ya Yesu na Adamu ni nini? Kwa sababu wote ni wana wa Mungu. Sio hivyo tu, tofauti ya sisi na Yesu ni nini? Kwa sababu pale anapotoaga anasema, naenda kwa baba, kwa Mungu wangu naye ni Mungu wenu, kwa baba yangu naye ni baba yenu. Akasema tofauti ni kwamba sisi tumeumbwa. Sisi tunakuwa watoto wa Mungu kwa sababu tumemwamini. Yesu yeye hajaumbwa na Mungu. Adamu ameumbwa na Mungu. Yesu yeye amezaliwa na Mungu, hajaumbwa. Ndio maana hiyo uwana wake ule anausisitiza sana, tofauti na Adamu, kwa sababu Adamu aliumbwa. 44:24. Huyo mtu akili zake sio nzuri, simulize. Soma 44:24. Anasema hivi, Bwana mkombozi wako, yeye aliyekuumba tumboni, asema hivi, mimi ni Bwana nifanyaye vitu vyote, nizitandaye mbingu peke yangu. Bwana mkombozi wako aliyekuumba wapi? Kwa hiyo sifa ya Mungu kuumba kiumbe kikiwa wapi? Yesu alikaa tumboni. Kwa hiyo kaumbwa na nani? Kaumbwa na Mungu. Sasa vipi unasema kazaliwa na Mungu? Swala la yeye kama kazaliwa na Mungu, hata sisi tulizaliwa na Mungu. Yakobo 1:19. Ndacha haelewi anachokisema. 19 anasema, hata mnajua ndugu zangu, Yakobo. Hayo mnajua. 17. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Endelea. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi. Kwa nini? Kwa neno la kweli. Umejifunza kitu? Tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Umejifunza kitu? Sasa Ndacha anazungumza. Yesu ametuzaa. Sisi katuzaa. Naongea nini? Ndacha juu anachokizungumza. Kwa kupenda kwake mwenyewe alituzaa sisi kwa neno la kweli. Ile neno lipi? Kuwa tukawa. Yesu akaambiwa kuwa, akawa. Kuna utofauti. Si unaelewa simulizi? Ndacha anashindwa kuelewa, na sio anashindwa, anajua, lakini anachokifanya ni kule kupoteza kwa sababu ya maslahi yake. Lakini yote anajua nini anachokifanya. Mimi siamini maandiko kama hayo Ndacha ajui. Anaposema eti Mungu kamzaa mwenyewe Yesu, hilo andiko linasema yeye Mungu nataka tufanyaje? Ametuzaa. Ametuzaa kwa neno la kweli ambalo limeingia katika matumbo ya mama zetu kuwa tukawa. Kwa hiyo kuna vitu Ndacha anavipotosha. Sasa huo uwana wa Mungu unaokataliwa ni ule kwenye Qur'ani wa kizazi. Mungu anakataa uona Mungu kama anaosema Ndacha. Ndacha sasa anakusudia uwana wa Mungu wa kizazi, kwamba Mungu alimzaa mwenyewe Yesu. Sasa huo unakuwa wa kizazi. Ukienda kwa kizazi, manake ndo wanamfanya Yesu ni Mungu. Kwa nini? Kwa sababu si mtoto wa nani sasa anakuwa wa Mungu. Kwa hiyo kizazi chake sasa cha mtoto wa Mungu kinarithi ile kazi ya uungu. Kwa hiyo Yesu naye angekuwa na mtoto, na yule mtoto angekuwa mjukuu wa nani sasa? Wa Mungu, kwa maana kile kizazi kingeendelea kuwepo na kuwepo cha Mungu. Sasa Mungu hiko ndicho anachokikataa, lakini uwana wa huruma wa mapenzi Mungu huwa haukatai, kwa sababu yeye ndiye anayetulea. Ndio maana Yesu alimwambia mtu mwanangu. Kamzaa? Hajamzaa, lakini kamuita mwanangu. Kwa hiyo Ndacha mimi sijajua mahala anapofeli. Msoma Yeremia 31:9. Twende katika watu ambao wao ni wana wa Mungu vile vile. Kuna kitu cha kujifunza sana simulizi. Yeremia 31 mstari wa 9.
Yeremia 31 mstari wa 9. Anasema hivi, Eh, watakuja kwa kulia watakuja kwa kulia na kwa maombi nitawaongoza, na kwa maombi nitawaongoza. nitawapitisha kwenye mito ya maji, Mungu huyo, nitawapitisha kwenye mito ya maji, katika njia iliyonyooka. katika njia iliyonyoka, Katika njia hiyo hawatajikwaa, katika njia hiyo hawatajikwaa. maana mimi ni baba wa Israeli Mimi Mungu ni baba wa Israeli. na Efraimu ni mzaliwa wa kwanza wangu. Umeona maneno ya Mungu? Ana mtoto wake wa kwanza anaitwa Efraimu. Umenipata? Anaitwa Efraimu. Soma Kutoka 4:22. Tumalize na hiyo. Kuna kitu kama sijaikosea kitakaa sawa. Ya Kutoka 4:22. Anasema 22, nawe umwambie Farao, Nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Bwana asema hivi. Israeli ni mwanangu mimi. Maneno gani anasema Mungu? Israeli ni mwanangu mimi. Tena ni mwanangu mimi. Mwenyewe anasema ni mwanangu mimi. Acha kule kwa Yesu Mungu kasemewa. Kwa maana hii jinsi Mungu aliupenda, kuna mtu anamsemea Mungu. Hapo Mungu anasema Israeli ni mwanangu mimi. Mzaliwa wa kwanza wangu. Tena mzaliwa wa kwanza. Kwa hiyo huu ni uwana wa huruma, wa mapenzi, sio uwana wa kizazi. Mariza na waraka wa kwanza Yohana 3 mstari wa kwanza. Mi booster inafunguka, tusimulizi tu hapa. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:1. Tazameni Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba, ni pendo la namna gani alilotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, ili tuitwe wana wa Mungu. na ndivyo tulivyo. Inasemaje hapo? Na ndivyo Kwa tulivyo. hiyo mimi, wewe, simulize na watu wote ni wana wa nani sasa? Wana wa Mungu. Kwa maana ndivyo tulivyo, sio wana Mungu wa kizazi, wana wa Mungu wa nini sasa? Wa huruma. Huruma na mapenzi. Unaziana? Kwa hili nimetosheka hili, nashukuru sana.